tujifunze kwa Yesu, tujifunze unyenyekevu. Vyeo vyetu na nafasi zetu visiwe sababu ya kung'ang'ania kwa nguvu, bali tujishushe ili tuweze kuwafikia wale tunaopaswa kuwahudumia. Tujishushe ili tuweze kufika na wale tunaowahudumia waone huyu bado ni mwenzetu. Sio kuanza kudharau, sio kuanza kuona kwamba wale ni kumi na wewe ulikuwa kumi. Waswahili wanasema mpata kazi hushuka. Kumbe kuzana, Injili hii ya Yohane inatufunulia asili, mwanzo, mamlaka, nguvu na uwezo na kazi aliyofanya Mungu mmoja katika nafsi zake tatu kwa njia ya nafsi ya pili, Yesu Kristo mwana pekee, neno aliyefanyika mwili akakaa kwetu. Mungu kwa neno lake aliviumba vitu vyote. Tunasoma hivi: hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Na Neno aliyefanyika mwili ndiye huyo. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote ilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Somo tajiri sana. Hayo tunayasoma katika Injili yake Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Yesu anatuletea uzima mpya kwa kutupatanisha na Mungu Baba, na kwa neno lake ametukomboa kutoka utumwa wa dhambi na nguvu za giza na kutupatia uzima na mwanga wa milele. Kumbe Injili hii inatupa majibu ya maswali. Huyu aliyezaliwa ni nani? Kwa nini amezaliwa katika mazingira na hali duni ya kibinadamu? Aliyezaliwa ni Mungu katika nafsi yake ya pili, Mungu Mwana, Yesu Kristo, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Sababu ya kuzaliwa ni kumpatanisha mwanadamu na Mungu Baba na kudhihirisha upendo wake kwetu sisi. Tunasoma katika barua ya kwanza ya Yohane sura ya 4 aya ya 10 kwamba hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe wa pekee kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kuzaliwa kwake katika pango na hori la kulishia wanyama ni kutuonyesha udhaifu wetu, uchafu wetu unaosababishwa na dhambi. Luka akimsifu Mungu katika Injili yake sura ya 2 aya ya 14 anasema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ni maneno ambayo katika siku hii hayapaswi kukosekana midomoni mwetu, hayapaswi kukosekana mioyoni mwetu. Tumtukuze huyo Mungu, tuone ukuu wake, tuone upendo wake kwetu sisi wanadamu, sisi viumbe dhaifu. Tunakuja kushirikishwa
ujumbe huu wa amani si ujumbe wetu peke yetu, bali ni ujumbe wa dunia nzima. Hivyo inatupasa kueneza amani kuanzia katika nafsi zetu, familia zetu, taifa letu na ulimwengu mzima kwa ujumla. Lakini daima yaanzie kwetu, mtu mmoja mmoja, na kila mmoja ajitahidi kuwa ni chombo cha amani ya Mungu. Yesu ni mfalme wa amani. Amekuja kwetu ili kuleta haki pale ambapo haikuwepo, kuleta amani pale ambapo haikuwepo. Ni sisi tunapaswa kuhakikisha inakuwepo. Ametuachia urithi huo. Yesu Kristo ni nuru, amtiaye nuru kila mtu. Kazi ya mwanga, tunafahamu sote, ni kuangaza, ni kuleta mwanga palipo na giza. Na hivi maisha yetu yakiongozwa na huo mwanga halisi ambao ni Kristo, yawe na watu wengine na katika jamii waone mwanga kutoka katika maisha yetu. Kwa dhambi ya Adamu na Eva, giza lilitanda ulimwenguni. Yesu amezaliwa ili kuleta mwanga palipo na giza, kwani yeye ndiye nuru ya mataifa. Nasi pia tunaalikwa kuwa nuru na mwanga kwa watu wote. Kama tulivyokuwa tunaimba wakati wa Majilio, dondokeni enyi mbingu toka juu, na mawingu yamwage mwenye haki, nchi ifunguke na kumtoa Mwokozi. Ndiyo hayo yametimia, ndiyo hayo tunaadhimisha. Tukamsikia Yohane ambaye ni mtu mwingine wa kujifunza mengi katika maisha yetu. Yeye amekuwa mnyenyekevu, amefahamu nafasi yake, kwamba alikuja kuwa shuhuda na alikuja kupaza sauti, na mwenyewe aliyasema hayo wakati anatuandaa kumpokea mkombozi. Yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, mtengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bila shaka kila mmoja alisikia sauti hiyo ya Yohane, na mmejifunza kitu kwake, na mmepokea neno lake, na hivi mko tayari kuungana pamoja na Kristo aliyezaliwa katika maisha yetu na katika mioyo yetu. Mbingu zimekwisha funguka na mawingu yamekwisha mwaga mwenye haki, na nchi imekwisha funguka kumtoa Mwokozi, Kristo Yesu. Basi na sisi tuifungue mioyo yetu, tumpokee aliye nuru iliyokuja ulimwenguni, atuangaze katika njia ya kwenda mbinguni. Mtoto Yesu ni kiini cha matumaini, ni kiini cha haki na amani. Licha ya kuzaliwa katika hali na mazingira duni, Kristo Yesu ni nuru ya mataifa, kielelezo cha ukweli wa kimungu, chachu ya mageuzi makubwa katika maisha ya mwanadamu, kama anavyosimulia Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto juu ya hekima na busara ya kimungu. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alilichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu.
Tena Mungu alilichagua vitu vinyonge vya dunia na alivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Waraka wa Mtume Paulo wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 27 hadi ya 29. Yesu amekuja ili tusamehewe dhambi zetu. Amekuja ili kutuondolea huzuni zetu. Amekuja ili kutusafisha mioyo yetu, kutukomboa kutoka utumwa wa Shetani kwa gharama ya uhai wake. Amekuja kuwaganga wale walio hawawezi, walio wagonjwa, waliovunjika moyo. Kwa hiyo nasi tunaalikwa, tulio wafuasi wake Kristo, kumpa moyo wako uliojaa tamaa na makuu ya kidunia kupita kiasi, ili upate moyo wa kuona mahitaji ya wengine. Anakualika umpe moyo wako uliojaa tamaa zamani, uliojaa uchu wa madaraka. Mruhusu aingie ndani yako, ndani ya moyo wako uliojaa tamaa za mwili, na kusahau yale yanayokupa uzima, yale ya kiroho. Haya yanawezekana tu pale utakapojinyenyekesha mbele za Mungu kama mtoto Yesu alivyonyenyekea. Hakung'ang'ania Mungu wake, akakubali kujishusha na kuwa kama sisi. Nasi tujinyenyekeshe mbele za Mungu kwa njia ya sala, ambazo ni njia pekee ya kuzungumza na Muumba wetu. Mtoto aliyezaliwa na kukaa kwetu, Mungu nafsi ya pili, anatualika tujifunze kwake ili tufanane naye, tupate nasi kuzaliwa upya katika maisha yetu, kiasi cha kujaliwa nasi kuushiriki umungu wake, kama tulivyosali katika sala. Yeye amekubali kushiriki ubinadamu wetu, akubali kutushirikisha umungu wake. Anatualika, ndugu zangu, tuongozwe na hekima yake Mungu katika maisha yetu, tujue kuyatenda yaliyo mema na kuyaacha yaliyo mabaya, yasiyompendeza Mungu wala mwanadamu. Bahati mbaya, katika nyakati zetu hizi, watu wanakimbilia maovu zaidi kuliko yale yaliyo mema. Mungu anakuja kukaa kwetu, anazaliwa katika hali yetu ya kibinadamu, ila yeye hakuwa na dhambi. Anatufundisha kutambua thamani kubwa ya zawadi ya Mungu aliyotukirimia, hasa zawadi ya uhai, na ambayo ni Mungu peke yake mwenye mamlaka nayo. Na ndiyo maana na yeye amekuja, amechukua mwili, amezaliwa kama sisi, ameyapa heshima kubwa maisha, uhai wa mwanadamu. Mtu yeyote asiote ndoto, iwe ya mchana iwe ya usiku, katika maisha yake, au kufikiria tu kuutoa uhai wa mwenzake, au hata uhai wake mwenyewe, na ambao kimsingi sio wake, bali ni mali ya Mungu mwenye mamlaka na uhai huu yupo. Tusijikwae
tusitwalie jukumu lisilotuhusu. Tuwe na hofu ya Mungu maishani mwetu. Uhai wa mtu unaanza tangu kutungwa mimba na mpaka pale Mungu mwenyewe atakapoamua kuutoa. Kufikiri na kutenda kinyume na ukweli huo ni kukosa hekima inayotudai kuchagua yaliyo mema na ya kimungu na kuacha yaliyo mabaya ya yule mwovu. Hekima ambayo ni Mungu mwenyewe, ambaye alijishusha hata kuchukua mwili na kuzaliwa na mwanamke ili kutukomboa sisi wanadamu wa dhambi. Kuzaliwa kwa mtoto Yesu kutukumbushe wajibu wa kila mmoja wetu kulinda na kuheshimu uhai. Tulinde haki ya kila mmoja wetu kuishi. Ni haki msingi. Kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu amwombe mtoto Yesu aliyezaliwa kati yetu na ambaye ni mfalme wa haki na amani, ni mshauri wa